Aprili 30 mwaka 2025 alishambuliwa Padri Dr. Charles Kitima. Baada ya kushambuliwa kwake leo Mei 1, 2025, pamekuwa na taarifa nyingi na maswali mengi juu ya kile ambacho hasa kilitokea. Jeshi la Polisi Tanzania lilitoa taarifa yake kupitia Kamanda Polisi Kanda Maalum Dar es Salaam, lakini pia Rais wa Baraza la Maaskofu Tanzania Katoliki naye pia alihojiwa na kuzungumza hasa kile ambacho kimetokea na nini hasa kinaendelea. Pamoja na hayo, hapakuna taarifa iliyotoka kamili, yani rasmi, kutoka kwa kanisa la Katoliki. Na sasa wamekwisha kutoa taarifa hiyo ambayo imetolewa na Sekretarieti ya kanisa la Katoliki inayosema taarifa kwa umma. Kuvamiwa na kuumizwa kwa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu TEC Padri Charles Kitima. Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC limesikitishwa sana na linalaani tukio baya la uonevu la kuvamiwa na kujeruhiwa kwa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania Padri Charles Kitima lililotokea tarehe 30 Aprili 2025 majira saa 4 usiku katika makazi ya makao makuu ya Baraza la Maaskofu Kurasini, Dar es Salaam. Padri Kitima alipata majeraha makubwa na amelazwa katika hospitali Aga Khan jijini Dar es Salaam. Tunawashukuru wote waliomsaidia kumfikisha Padri Kitima hospitalini mapema na kwa madaktari na wauguzi wanaomhudumia mpaka sasa. Taarifa hiyo imeendelea ikisema, wito kwa vyombo vinavyohusika. Tunatoa wito kwa jeshi la polisi na vyombo vingine vya usalama kuchukua hatua za haraka za kuwabaini na kuwakamata wale wote waliohusika katika kupanga na kutekeleza uhalifu huu wa kinyama na kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria. Aidha, uchunguzi wa tukio hili ufanyike kwa haraka na taarifa zitolewe kwa wazi na bila upotoshwaji wowote ili kurudisha imani na matumaini kwa watu wetu. Tunashukuru mpaka sasa kwa ushirikiano mzuri tunaopata kutoka serikalini na kwa vyombo vyetu vya usalama. Pia tunawashukuru watu binafsi, taasisi za ndani na za kimataifa zinazoendelea kulani na kutupa pole kwa tukio hili baya na la aibu kwa taifa letu. Tunaomba waamini na watu wenye mapenzi mema muendelee kumwombea neema na uponyaji Padri Kitima na pia kuliombea taifa letu amani na umoja. Aidha, tunaomba muwe na subira na uvumilivu wakati tukisubiri matokeo ya uchunguzi wa vyombo vinavyohusika katika Kristo mfufuka. Imesainiwa na Askofu Eusebius Nzigilwa, makamu wa rais Baraza la Maaskofu Tanzania, tarehe 1 Mei 2025.